Kwa hiyo somo letu asubuhi ya leo linasema maombi kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha. Maombi kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha. Maombi kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha. Haleluya. 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 Okay. Asante. Maombi kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha. Ngoja nikwambie kitu. Katika mfumo wa maisha ya mwanadamu tunafanya maamuzi ya mara kwa mara, na chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya. Hakuna utakachoweza kukifanya kama hujafanya maamuzi. Lazima kwanza ndani ya moyo wako, ndani ya ufahamu wako utengeneze maamuzi, ndipo uweze kufanya jambo hilo. Na unaweza ukakubaliana na mimi, hata nguo ulioivaa ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya. Ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya. Na ndiyo maana wakati mwingine unaweza ukajikuta unaingia kwenye mkanganyiko wa maamuzi. Na ndiyo maana nataka nikufundishe maombi ambayo yatakusaidia kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale, hasa maamuzi makubwa. Kuna aina ya maombi unatakiwa uyaombe, ili unapenda kufanya yale maamuzi yawe kwenye tija, kwa sababu kuna aina ya maisha ambayo uliyapitia kwa sababu ya aina ya maamuzi uliyoyafanya. Mimi nakwambia. Na wakati mwingine wale ambao labda unakuta amemaliza form 4, amemaliza form 5, form 6, anajiandaa kwenda chuo. Ngoja nikwambie, kuna wakati unafanya maamuzi ya nini unatakiwa uende kukisoma. Na kuna baadhi ya watu ambao baada ya kufika chuoni wakaanza kusoma, alijikuta kwamba maamuzi aliyoyafanya hayakuwa mazuri, anaamua kuchange gear hewani, anabadilisha course kwa sababu anajua kama nilifanya vibaya, nilifanya maamuzi mabaya. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wamesoma, ile elimu walionayo au ule ujuzi walionao, wanasema ningefanya maamuzi mazuri nisingesomea jambo hili, ningesomea jambo hili au ningefanya jambo hili. Ndio maana kuna umuhimu wa kuingia kwenye maombi kabla ya kufanya maamuzi makubwa, ili mwisho wa siku upate matokeo yaliyo bora. Nifungulie kitabu cha Zaburi 32:8. Na mtu mwingine anasema, mchungaji, kama vile hayo mambo ni ya kwako tu. Twende kwenye maandiko. Zaburi 32:8. Zaburi 32 na lile fungu la 8. Haleluya. Maandiko yanasema hivi: fundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Oh Jesus. Haleluya. Maandiko, Mungu anasemaje? Anasema jambo la kwanza, lazima nikufundishe. Na ndiyo maana unapoingia kwenye darasa la Mungu akakufundisha, unapohitimu huwezi kubaki mtu wa kawaida ise. Lazima kuna vitu ambavyo vitatokea tu. Kwa nini? Umefundishwa na Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, aliyeumba kila kitu. Na anaenda mbele kidogo, anasema na kukuonyesha njia. Kwa maana nyingine, unaweza ukafundishwa, lakini kama haujui njia ya kuendea, utapotea tu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wamefundishwa ni kweli, lakini hawajapata njia ya kuendea. Hata tunapokuwa katika jiji la Mwanza, kama haujui njia za kuendea huu mji, unaweza ukajikuta unabaki hivyo hivyo. Unaweza kujikuta maisha yasongi mbele. Kwa nini? Haujajua njia ya kuendea mji. Ni kweli mji unaofahamu, njia unaifahamu. Bwana tusaidie sana. Ni kweli ni kweli mji unaofahamu, lakini je, njia ya kuendea huo mji unaofahamu? Bwana Yesu atusaidie sana. Wangapi ambao labda wanafahamu, labda tuchukulie, wanafahamu mji wa Canada? Tunyoshe mkono. Haujawahi kusikia Canada? Hata kwenye vitabu kwenye nini haujawahi kuona?
Haya, wangapi ambao washawahi kuona kwenye ramani, kwenye nini, kwenye picha mji wa Canada? Tunyoshe mkono. Okay, tunaofahamu sio hivyo? Lakini nikikwambia sasa hivi nenda Canada, utafika? Hawezi ili ufike unahitaji mtu ambaye anajua njia ya kwenda wapi? Canada. Na ninachotaka kukuambia hapa ni kwamba ili ufike katika malengo yako unahitaji kujua njia sahihi ya kukufikisha kwenye malengo. Na Mungu anasema yeye ni njia, yeye ni uweza, na yeye anakuwezesha kupita kwenye njia ya kufikia kwenye hatima yako. Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo. Kwa atakuonyesha njia ya kupita. Njia unayoenda atakuonyesha, lakini atakushauri katika maamuzi unayotaka kuyafanya. Yeye anakushauri, mwanangu, katika hili usiliendee, liache kwanza. Mwanangu, nakushauri, hebu subiri kwanza kufungua hii biashara. Kuna mambo bado hayajakaa vizuri katika ulimwengu wa roho. Mwanangu, ni wakati wako wa kuanza biashara. Mwanangu, ni wakati wako wa kuoa au kuolewa. Tunaelewana wapendwa? Anakushauri, yeye mwenyewe anakushauri. Mwanangu, anakupa ushauri ambao ushauri ukiupokea unaona kuna neema na kuna mahali unaenda. Na ngoja nikwambie kitu, Mungu anatumia njia gani kushauri? Anaweza kumtumia mtu, anaweza kumtumia mtumishi wake, analitumia neno. Lakini leo nataka nikufundishe, anatumia maombi katika kukushauri. Yaani katikati ya maombi unakutana na ushauri wa Baba. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kwenye maombi pana uwepo wa Mungu pia. Kwa hiyo mashauri yake yeye, unapojiconnect kwenye maombi unaanza kupokea ushauri. Tunapoingia msimu wa 4 wa maombi haya mwaka 2026, Mungu akushauri ujue namna gani ya kuendea huu mwaka, ujue ni njia gani ya kupita kwenye huu mwaka, ujue namna gani ya kufanya ili mambo yako yaweze kukaa vizuri. Haleluya. Lakini anasemaje? Jambo ambalo lilinifurahisha mno, anasema jicho langu litakutazama. Hata acha jicho lake likutazame, muda wote jicho lake litakuwa linakutazama. Unajua, ukiwa unatazamwa na Mungu, ukikosea nakwambia, mwanangu, hapa umekosea. Kwa nini? Unatazamwa na Mungu mwenyewe. Unatazamwa na jicho lake, halitoki pale, linakuwa limekutazama, linakuwa limekumulika. Unakumbuka kipindi mimi sasa, kipindi kwa mdogo, nakumbuka wakati mwingine mkiwa kwenye mkusanyiko wa watu au kuna mgeni amekuja nyumbani, kuna mistake moja ukiifanya, lile jicho la mama likikuangalia linakupa alert ya kwamba hapa mgeni akiondoka naweza nikachezea kichapo. Kwa hiyo unaanza kujirekebisha mapema. Jicho tu, hajaongea wala hajafanyaje, amekuangalia jicho tu. Kwa hiyo Mungu ndicho anachokifanya, anaweza akakuangalia katika maombi, anakuangalia, anagundua kwamba wewe mwenyewe utagundua hapa nimekosea, hapa sio sahihi, hapa takiwa nifanye hivi. Ni kwa nini? Jicho la Mungu linakuwa limekutazama. Linapokutazama linakupa majibu yako, linakusahihisha na linakwambia nini unatakiwa ukifanye. Na ili jicho la Mungu uweze kulipata vizuri, lazima uingie kwenye maombi. Na ndio maana tuko kwenye msimu wa 4 wa kufunga na kuomba. Sasa nitaka nikupe huo utangulizi kidogo. Sasa tuangalie mifano ya kibiblia ya watu walioomba kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Mifano ya kibiblia ya watu walioomba kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Bwana tusaidie sana. Ni wangapi ambao wanatarajia kufanya maamuzi makubwa ndani ya mwaka huu? Kumbe wapo wow. Nisio nasifundisha, kumbe kuna watu wanataka kufanya maamuzi madogo madogo tu. Kama unatarajia kufanya maamuzi makubwa ndani ya mwaka huu, hili somo ni muhimu sana kwako. Litakusaidia sana. Sasa tupite kwenye mifano ya watu watano tu kwenye Biblia ambao walifanya maamuzi makubwa. Yaani kabla ya kufanya maamuzi makubwa waliingia kwanza kwenye maombi, waliomba. Sasa nianze kwanza kabisa na Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Mfano wa kwanza ni Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, wakati akichagua wale mitume 12. Yale yalikuwa ni maamuzi makubwa sana. Kwa sababu alikuwa anataka achague viongozi 12 watakaoongoza, watakaomsaidia kuyabeba majukumu alionayo.
lakini si kumsaidia kuyabeba. Watakaomsaidia pia atakapoondoka, yale majukumu yaendelee kufanyika kama kawaida. Tunaelewana? Kwa hiyo aliingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba ili mwisho wa siku awe na maamuzi sahihi ya kuchagua, kwa sababu walikuwepo wanafunzi wengi, walikuwepo watu wengi sana. Amchague nani aweze kumsaidia, amchague nani aweze kumsaidia. Haleluya! Niwekee mtu wa Mungu Luka 6:12, Luka 6:12-13. Utaona namna ambavyo ili andiko litakusaidia sana. Luka 6:12-13. Maandiko yanasemaje kwenye Luka 6:12-13? Ni wakati Yesu alienda kuomba. Maandiko yanasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Ili kufanyeje? Ili kuomba. Siku zile Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Huyu ni Yesu mwana wa Mungu. Alipoenda kule mlimani, maandiko yanasema hivi, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Na alichokuwa anakiomba kwa Mungu, angalia fungu la 13. Alikuwa anasemaje? Na kulipokucha aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao. Kwa maana nyingine, kabla Yesu hajafanya maamuzi makubwa ya kuchagua viongozi 12, aliingia kwanza kwenye maombi. Alipotoka kwenye maombi, alitoka na majina ya kwamba watakao kusaidia ni fulani, ni fulani, ni fulani, ni fulani. Alipowaita wale wanafunzi wake wote, miongoni mwao akawaita wale mitume, akawachagua. Kilichomwezesha Yesu kuchagua ni nini? Ni kwa sababu alienda kwanza kuomba kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Na unapotaka kufanya maamuzi makubwa, ndugu yangu, ingia magotini kwanza. Utakapoingia kule kwenye magoti, ndipo ambapo utapata maelekezo, ndipo ambapo utafundishwa, ndipo ambapo utagundua kwamba Mungu kwenye maamuzi makubwa anataka nifanye jambo fulani, atakuelekeza. Yesu anasemaje? Mungu anasema mimi ni mwaminifu, nitafanya. Kwa unapozama kwenye kilindi cha maombi, ndugu yangu, unaibuka na majibu yako. Lakini utakapofanya kichwa na kwa uzoefu wako na kwa elimu yako, utajikuta unaangukia pua. Kila maamuzi unayoyafanya yanaingiliwa na shetani. Unabaki unajiuliza, mbona mimi kile nikifanya maamuzi sipate mpenyo? Mbona maamuzi ambayo nikiyafanya yananipeleka kubaya? Ni kwa sababu hujaingia magotini. Adui anaingia kwenye yale mawazo yako, anakuvuruga, anakuamrisha ufanye maamuzi ambayo sio sahihi, na matokeo yake unapata hasara. Matokeo yake haupati kile kinachostahili. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo aliwachagua. Yesu Kristo aliingia mlimani akaomba, akawachagua wale mitume 12. Katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kukaa magotini ili uweze kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha yako. Mtu wa pili, naendelea kusogea mbele kidogo. Hawa ni watu ambao walifanya maamuzi makubwa. Waliomba kwanza, ndipo wakaingia kufanya maamuzi makubwa. Mtu wa pili alikuwa ni Nehemia katika ujenzi wa Yerusalemu. Nehemia 1:4-11. Nehemia 1:4-11. Nehemia anatufundisha kitu kikubwa sana. Alipotaka kufanya maamuzi ya kujenga, Nehemia aliingia kwenye maombi. Ni kweli mbele yake alikuwa na wazo la kujenga, lakini kabla ya kufanya maamuzi anaingia magotini. Ngoja nikwambie, una mawazo ya kufanya mambo makubwa, una mawazo ya kufanya jambo fulani, lakini kabla hujaanza kufanya hayo maamuzi, lazima uingie magotini ili uweze kutekeleza kile ambacho Mungu anataka ukifanye katika jina la Yesu. Angalia kwenye Nehemia 1:4. Hapo niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadhaa, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Ishia tu kwanza. Ni Nehemia, na hii ni baada ya kupokea taarifa. Mji wa Yerusalemu umebomolewa. Umeona? Alipokea taarifa
ya kwamba mji wa Yerusalemu umebomolewa. Sasa Nehemia anataka afanye maamuzi ya kwenda kujenga ule mji wa Yerusalemu. Anapata wazo, anasema ni kweli mji wa Yerusalemu umebomolewa, lakini ninatakiwa niende kule Yerusalemu nikaujenge tena ule mji. Anapata wazo la kujenga mji, lakini ghafla Nehemia kabla ya kwenda kuujenga mji anapata wazo kwamba natakiwa niingie magotini ili nifanye maamuzi yaliyo sahihi, ili nifanye maamuzi yaliyo sahihi. Ona, ndicho ambacho kilitokea. Ndio maana maandiko nasema ya kwamba, nirudishe tena hapo, mtu wa Mungu, ndio maana maandiko nasema ya kwamba hapo niliposikia maneno hayo. Maneno gani? Mji wa Yerusalemu ulipobomolewa. Alipoyasikia, angalia, nikaketi nikalia. Bwana Yesu tusaidie sana. Mama mwenzako, kulia sio dhambi. Na hata Nehemia alilia. Kuna mtu mwingine, mtu yuko analia, anasema huna imani wewe, una imani haba, hakuna akikwambia hivyo, mwambie Nehemia naye alilia. Tunaelewana wapendwa? Nehemia yeye alilia. Maandiko yananiambia kwamba mfungulie tu, mwambie nikaketi alafu nikalia. Baada ya kulia nikaingia kwenye maombolezo. Maombolezo ni zaidi ya kilio. Sisi tunaelewana? Tunaposema maombolezo ni ile unaanza kugulia ndani ya moyo wako, hali yako inaanza kubadilika, mwili wako unaanza kubadilika, unalia, unaugua ndani ya moyo wako, unaomboleza. Hayo tunasema kwamba ni maombolezo. Tunaelewana? Lakini mwambie mwenzako, kuomboleza sio dhambi. Ndio maana hata kwenye Biblia kuna kitabu cha maombolezo. Kuna mmoja anaweza kusema, mchungaji, sasa nataka tuomboleze. Nataka nikufundisha asubuhi ya leo, kulia na kuomboleza sio dhambi, isipokuwa angalia, kuna hatua unatakiwa ufanye kwenye kulia na kwenye kuomboleza. Tunaelewana? Hatuishi kwenye kulia, hatuishi kwenye maombolezo, ila tunapita kwenye kulia na tunapita kwenye maombolezo. Ni mapito tu yanapita, kwamba lazima nitapita hapa niende upande wa pili. Angalia, akaketi akaomboleza kwa siku kadhaa, akaomboleza kwa siku kadhaa. Na baada ya kuomboleza na kulia, akasemaje? Akachukua hatua ya pili, akaingia kwenye kufunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Akaingia kwenye nini? Kwenye kufunga. Baada ya kulia, baada ya kuomboleza, hatua iliyofuata aliingia kwenye kufunga. Na alipoingia kwenye mfungo, nataka nizungumze na mtu hapa asubuhi ya leo. Alipoingia kwenye mfungo, akasema nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa ule mfungo uliambatana na maombi. Hakufunga tu ila amefunga, alifunga na kuomba. Tunapoingia kwenye msimu wa kufunga na kuomba, usifunge tu bila kuomba. Funga halafu omba, utapata matokeo ya mfungo wako. Sasa wakati Nehemia amefunga na kuomba, ndio inaturudisha kwenye ile Mithali 32 ambayo tumeanza nayo kule, kwamba nitakufundisha. Unaona, kwenye ule mfungo na kwenye ile maombi na kwenye ule mfungo na maombi, Nehemia akaanza kufundishwa, Nehemia akaanza kushauriwa, Nehemia akaonyeshwa njia ya kuendea jambo lake. Unaelewa pendwa? Unaelewa? Akaanza kuonyeshwa njia, akaonyesha kwamba unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa upite hivi, na milango ikaanza kufunguka katika jambo lile. Sasa katika ule mfungo, Nehemia anachukua maamuzi, na yale maamuzi yametoka kwenye mfungo. Baadaye yale maamuzi yalikuwa ni maamuzi makubwa mno. Mwisho wa siku yale maamuzi yalimpa matokeo. Kwa nini? Aliingia kwenye kufunga, aliingia kwenye kuomba. Ndio maana maandiko yanakuja natuambiaje? Fungu la 5, ona ambacho maandiko yanasema, nikasema nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hawa mpendao na kuzishika amri zake. Hayo ni maombi. Anaanza kuporomosha, ndugu yangu, anaanza kuporomosha. Anasema nikasema. Hakuanza kunongona, alianza kusema, alianza kutamka. Kuna nguvu katika kutamka. Tunaelewa naye? Usije ukasema kwamba umelala kitandani unasema tamka. Katika ulimwengu wa roho, unapoweka matamko, kuna kitu ambacho kinafanyika.
kuna kitu ambacho kinaumbika katika ulimwengu wa roho. Kuja nikwambie kitu, wakati Mungu anaumba ulimwengu hakunyamaza kimya, alitamka iwe nuru, ikawa nuru. Alikuwa anatamka, hakuwa amenyamaza kimya. Nakumbuka wakati Mungu anatamka, alikuwa na nani? Alikuwa na nani wakati anatamka? Wapendwa, alikuwa na nani wakati Mungu anatamka? Alikuwa peke yake. Si unaelewa hicho kitu? Alikuwa peke yake anatamka. Maandiko yanasema Roho wa Mungu alikaa kwenye kilindi cha nini? Cha maji. Na dunia ilikuwa ni, niwekee Mwanzo 1:1. Uone nguvu ya kutamka. Uone nguvu ya kutamka. Ndio maana kwenye maombi tunayoanza kesho, njoo saa 10:30 tufanye matamko hapa. Alafu uje niambie kama mambo yatokee. Uje niambie kama mambo yatokee. Neno la Mungu ni kweli, sio hadithi. Yaani hapa mimi sijaja kukuhadithia. Nimekuja kukupa neno likupe matokeo. Tunaelewana wapendwa? Likupe njia, likupe mwelekeo. Hapa hatujaja kupasha viti moto isee. Hatujaacha shughuli zetu kule kuja kupasha. Tumekuja kufanya mambo yatokee. Tuyalazimishe mambo yatokee katika ulimwengu wa roho. Angalia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Mbingu na nchi. Aliumba mbingu na nchi. Angalia aliumbaje? Na hiyo nchi ilikuwa tupo tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana tusaidie sana. Roho ya Mungu ikatulia kwenye ile changamoto, kwa sababu hii dunia ilikuwa ieleweki, lilikuwa lipo tu. Roho ya Mungu akaja akatulia kwenye hiyo changamoto. Tunaelewana pendwa? Na ndio maana unapokutana au unapotaka kufanya maamuzi makubwa, roho yako itulie kwanza kwenye hayo maamuzi. Uyatamie na Roho wa Bwana. Ukishatamia yale maamuzi unayotaka kuyafanya, utaona ndani mwake fundisho linatokea, ndani mwake njia inatokea, ndani mwake kuna namna fulani unapata mwelekeo, ni wapi unapotakiwa kwenda. Tuliza roho yako mama. Tatizo wewe kwenye maamuzi yako na kurupuka. Kwenye maamuzi yako unakuwa na kimwemwe. Sio nifanyeje? Halo, mzee nifanyeje hili? Tatizo unakurupuka mno. Tulia. Roho wa Mungu alitulia kwanza akafanya maamuzi. Ndio maana wakati unayoyafanya yanakuwa hayajatulia tu. Yanakuwa na maluelue. Kwa nini? Hujatuliza kwanza. Hujatulia kwanza bado. Roho yako ndani mwako bado haijatulia. Itakapopata utulivu utapata hii neema. Angalia, ikatulia juu ya uso wa maji. Check kijokuja kutokea nini? Nataka nikufundisha. Angalia. Mungu akanongona. Sio hivyo Mungu akanongona mwenyewe. Kumbe akasema Angalia, Mungu akasema. Unaona peke yake akasema. Wewe tatizo lako liko chumbani kwako, unanongona usemi. Uko kimya tu kama bubu. Wewe tatizo maombi yako huwa usemagi, umenyamaza kimya. Unaugulia tu boyoni. Hutaki kusema haya ni ya kwangu. Hakuna ya kwako, tamka. Mungu akasema. Akasemaje? Iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mamlaka ya kuamrisha nuru itokee. Umeona? Kwa ni hii ya kusema ndugu yangu nuru uko wapi? Hebu njoo na kuhitaji hapa. Nuru ikafanyeje? Ikatokea. Unatakiwa useme na usinyamanze kimya. Ndio maana mimi wanashangaga eti Mkristo tunasema tuna maombi ya kutamka, mwingine tuliko ametulia asemi. Mwambie mwenzako sisi tunasonga mbele. Wewe kana miao yako hapa. Na usianze kutubuguzi baadaye. Kabisa. Wewe sisi hapa tunapambana. Hivi tunaloa jasho, tunapambana. Unapiga. Wewe unasikia yani kwa kweli asante Mungu. Asante. Ngoja. Kuna kitu kinakuja. Utakuja kuelewa kwamba kwa nini wewe ulikuwa upambani na wengine walikuwa wanapambana. Kana kuja tu kapepo tu kama kana kuyumbisha kapepo tu nyumbani tu. Kwa nini umenyamaza? Hutaki kusema. Hutaki kuzungumza. Tamka mambo yatokee. Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji. Iwe anga katikati ya maji. Yaani Mungu anasema iwe anga yaani yale maji yagawanyike litokee anga. Sio kitu chepesi. Yaani katika anga maji.
likayatenga maji na maji, ile anga likatenga maji na maji. Alikuwa anasema, anatamka. Yale ilikuwa ni matamko katika ulimwengu wa roho, na hakuwa anamwambia yeyote yule, alikuwa anasema, mambo yanatokea. Unajua, unaweza kuwa unaomba, unasema, mtu anakuona kama vile kichafu fulani hivi, kama vile kichafu, unasema tu, unatamka tu. Yale matamko kwenye ulimwengu wa roho huwa yanaenda kujitengeneza, yanaleta matokeo, kwamba fulani alitamka, fulani alisema. Wakati mwingine magonjwa yakija yanakutana na tamko limesimama. Fulani alitamka ya kwamba mwaka 2026 hataugua, tamko limesimama pale. Magonjwa yakija yanakutana lile tamko likiwepo, yanakimbia yenyewe. Kwa nini? Umeshatamka. Wewe usemi, mtikise mwenzako, wewe usemi, mwambie acha ububu, acha ububu, tamka. Sema. Tuna maombi hapa saa 2:40 mpaka saa 3:20. 2:40, 3:20. Tuna maombi hapa, ujue morning prayer tunayo hapa. Sasa niambie, yani wakati sisi hapa tunatengeneza kwenye ulimwengu, tunatamka. Wewe uko kwenye vyombo vyako, uko una deki, wewe uko tu pale unazubazuba nyumbani. Wengine tunatengeneza katika ulimwengu wa roho. Hujanielewa bado. Wakati mwingine tunatamka, wewe umelala. Hii bado kwanza naenda kwenye ibada, praise, wakianza kusifu pale ndo nitaenda. Umeshachelewa. Wengine tumeshaanza kuteka kabla, tumeshaanza kukamata kabla. Ndio maana ukishakuwa na matamko katika ulimwengu wa roho, huwezi kusinzia kanisani. Utasinziaje na kati kwenye ulimwengu wa roho umeshachemka? Unakuja hapa ni baridi mno. Ndio maana, lakini saa 2:40 umechemka hapa. Umepambana kwenye ulimwengu wa roho, umetamka. Usingizi utaupata wapi? Huwezi kulala kanisani. Na wewe huwezi kuangalia muda. Angalia muda, saa ngapi? Mchungaji, fanya haraka bwana. Fanya haraka bwana. Peleka somo haraka. Wewe usitupotezee muda hapa. Tumekuja kufanya mambo yatokee katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Angalia fungu la 7. Angalia. Haya ilikuwa ni matamko. Mungu akasema. Umeona? Mungu akasema. Mungu akaliumba anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbinguni na yakusanyike. Yani anasema yanakusanyika. Mungu akasema, akayaambia, wewe maji, hebu kusanyikeni hapa. Hayo unayasema katika ulimwengu wa roho mama. Hayo unayasema kule, yanatokea huku kwetu tumeshayasema. Ukiona kuna mambo yanatokea kwenye ulimwengu wa roho, tulishasema kule kwenye ulimwengu wa roho, ndio yanakuja kutokea kwenye ulimwengu wa mwili. Lazima utamke, uyakusanye. Unasema hapana, hii nimechoka, haya maisha nimechoka, ninatamka sasa. Tamka mambo yatokee. Si unaelewa pendo? Tamka, sema. Yani mpaka mtu akikuona sema, hili jamaa lenyewe ya kusema tu. Hii jamaa ikisema, ndugu yangu, hapa hamna kabisa. Tamka, sema. Mimi wakati mwingine nakuta nimejifungia mle chumbani kwangu, ndugu yangu, nikianzaga matamko ni unstoppable. Yao nakuta narukaruka mle, nimesweat, nimeloa. Wewe tatizo kwako wewe, hata kusweat kwenye mambo hausweat. Mungu Baba. Mungu wangu wanijua vyema. Hatutamke hivyo. Kwani Mungu hakujui? Hakujui kama wewe ni mama fulani, wewe ni baba fulani, wewe ni nani? Anakujua. Sema kuumba. Anataka utamke nini yatokee. Nini yawezekane. Mwambie Bwana, hili bado naona haijawezekana kwenye maisha yangu. Natamka katika jina la Yesu. Natamka katika jina la Yesu. Naliumba litokee. Naliumba lije. Naliumba litokee kwenye maisha yangu. Sijawahi kuona jambo fulani kwenye maisha yangu. Naita katika jina la Yesu. Unatamka, unaamrisha. Unatamka, unaamrisha. Mwisho wa siku unapata mpenyo. Mwisho wa siku unasonga mbele. Tamka. Niko hapa kukufungua kinywa chako. Haleluya. Maombi tunayoanza kesho, msimu wa 4, nataka watu watamke. Tunaelewana wapendwa? Njoo tutamke hapa madhabahuni, tutamke na utaona Mungu atakachokifanya. Sasa huku nisiende sana. Kwa hiyo niturudishe kwenye Nehemia kule. Angalia alivyomaliza pale, akaomba mbele za Mungu wa mbinguni.
nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Ona kilichokuja kutokea. Angalia fungu la 5, twende fungu la 5. Nikasema, unaona upakwe, akafanyaje? Akasema, sio akanyamanza, akasema. Kusema maana yake utoe sauti, itoke, sawa? Akasema. Akasemaje? Angalia, nakusie Bwana Mungu wangu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake. Kulikuwa na agano, anajua kabisa Mungu anatimizaga agano, mwenye kutimiza ahadi yake. Anasema na rehema zake kwa hawa mpendao na kuzishika amri zake. Nenda fungu la 6, mtu wa Mungu. Ona, tega sikio lako, macho yako ya kufumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako. Unaona vina hivyo unaona vina hivyo hiyo, unaona hiyo flow ya kwenye maombi. Angalia anasemaje? Ninayoyaomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo napoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Jamaa anaingia kwenye nini? Kwenye toba. Anaingia kwenye toba. Na Mungu naomba nisamehe, Mungu naomba nirehemu. Na hapa anasema mimi na nyumba ya baba yangu, anaomba toba kwa niaba ya watu wengine. Tumeelewana? Anaomba toba kwa niaba ya watu wengine, anaomba toba ya wazazi wake, anaomba toba ya ndugu zake, anaomba toba ya taifa la Israeli, kwamba taifa lote wamemsaliti Bwana, hawajafanya vizuri. Yeye akaingia kwenye toba, na alivyoingia kwenye toba kwa kusema, angalia kilichokuja kufuata fungu la 7. Angalia, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Anaendelea kuomba toba kwa kufuata, sio tu anakurupuka mara ameenda kule ameenda huko, with logic, anaomba kwa mpangilio. Angalia anasemaje tena? Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa. Anakumbuka jinsi ambavyo imeandikwa. Mwambie mwenzako, utasema kujui imeandikwa wapi, ndio tatizo. Ndio maana hata maombi unabahatisha, haujui wapi imeandikwa. Huyu jamaa anaenda kwenye maombi, anajua analiombea taifa la Israeli, anajua ahadi ambazo Mungu alizisema kwenye taifa la Israeli. Kwa anamwambia Mungu, ulisema tukikosea utatutawanya, na kweli wale watu walikuwa wametawanyika. Anashuka tena kidogo, anasemaje? Twende mtu wa Mungu. Bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Anakumbuka Mungu alisema tukikosea utatutawanya, na tumetawanyika, ila tutakaporudi kwa toba utatukusanya sehemu yote ile tulipo na kuturejesha. Unaona hayo maombi ya namna hiyo, anaenda point kwa point, kwa kusema, sio kwa kunyamaza, kwa kusema. Anaenda anasema, angalia fungu la 10. Angalia fungu la 10. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako wa hodari. Bwana, nakusihi tege sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nilikuwa mnyweshaji wa mfalme. Ameingia gia la pili, ameshamaliza kuomba toba, lakini kuna kizuizi. Hawezi akatoka pale kazini kwenda kujenga mji wa Yerusalemu bila kupewa ruhusa. Anakuja anamkamata mfalme katika ulimwengu wa roho, anasema, Mungu naomba unijalie huyu jamaa anipe ruhusa, huyu jamaa aachilie ruhusa niweze kwenda. Anakamata eneo ambalo alikuwa ameshikiliwa ili limwachie aweze kwenda. Hauwezi ukaenda kama umeshikiliwa, haiwezekani. Lazima kile kilichokushika kikuachie, ndipo uweze kusonga mbele, ndipo uweze kuendelea. Huyu jamaa anamkamata mfalme, anasema, wewe katika ulimwengu wa roho natafuta ruhusa, natafuta kuruhusiwa. Haya alikuwa ni maombi yake. Sasa anasema natafuta kuruhusiwa.
Angalia, alipomtapu katika ulimwengu wa roho, hakwenda physically pale kuomba ruhusa. Twende mtu wa Mungu. Kuna Mungu anashangaa hapa twende fungu la pili, Angalia sura ya pili. Ikawa katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 na mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake, nikaishika ile divai nikampa mfalme. Unafikiri kwamba alikuwa anampelekaje divai? Alikuwa akikamata ile divai, anasema Mungu atakapoinywa divai hii atoe ruhusa. Si unaelewa? Atakapoinywa divai hii Mungu atoe ruhusa. Nataka nikajenge mji wa Yerusalemu, nataka nikafanye mji wa Yerusalemu urudi katika hali yake. Angalia, nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Twende mbele kidogo tena, angalia hayo maombi. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako? Hili alilosema mfalme lilitoka kwenye maombi, kwenye ulimwengu wa roho. Pale Nehemia anasema doze, bado hujaeleweka, bado mambo yameshaanza kuwa mazuri. Akaendelea, mbona umesikiza uso wako, nawe una ugonjwa? Ni nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana. Mfalme amejuaje huyu? Maombi mama, maombi yanamrishaga vitu ambavyo haviwezekani vinawezekana. Si unaelewa pendwa? Maombi. Twende tena mtu wa Mungu, angalia. Nikamwambia mfalme na aishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni. Iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto, fungu la 4, kwa moto, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Hayo yalikuwa ni maombi ya Nehemia. Nehemia alipotapu, angalia sasa, sitaki kwenda mpaka mwisho kule, lakini ukisoma mpaka mwisho unaona kwamba mwisho wa siku yule mfalme Artashasta alimruhusu Nehemia na akampa na watu. Tunaelewana wapendwa? Akamwandikia na barua, akampa na vitendea kazi, akampa miti ya kwenda kufanyia kazi. Kwa maana nyingine, maombi yalimfungulia Nehemia si ruhusa ya kuondoka, lakini na watu wa kuondoka nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa unaona, alitapu kwenye maombi, alisema kwenye maombi, na mlango ukafunguka na vitu vikatokea, akamwona Bwana. Haleluya. Kwa hiyo unaona, kabla Nehemia hajafanya maamuzi, aliingia kwenye uwepo wa Bwana akaomba, na yale maamuzi yakamsaidia. Mtu wa tatu alikuwa ni Paulo. Matendo ya Mitume 16:6. Matendo ya Mitume 16:6. Huyu jamaa naye alitapu katika maombi. Huyu jamaa kwenye maombi alikatazwa. Alikuwa na maamuzi ya kwenda Asia, lakini kwenye maombi maandiko yanasema alikatazwa kwenda. Tunaelewana? Alitapu wapi? Kwenye maombi. Alikuwa anataka kufanya maamuzi makubwa ya kwenda Asia, lakini kule akakatazwa. Maandiko yanasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri ile neno katika Asia. Walikatazwa. Hiki ni kiwango cha hali ya juu sana, ya kwamba unataka kufanya jambo fulani, Roho wa Mungu anakukataza. Ni neema ya ajabu sana. Kwamba kuna kitu unataka ukifanya, lakini unaona ghafla Roho wa Mungu anakukataza. Unataka kwenda kununua mzigo fulani, Roho wa Mungu anakukataza, usinunue mzigo, utakupiga hasara. Unaacha, kanunue ule mzigo, utapata faida, unachukua. Unaona neema ya ajabu sana. Yaani unatembea katika wingu la Roho Mtakatifu, na uweze kutembea kwenye wingu la Roho Mtakatifu kama wewe sio mwana maombi, kama uingii magotini mara kwa mara. Haiwezekani. Eti yale maombi ya siku 3 ya kutwa mara 3, haiwezekani. Asubuhi, Mungu Baba bariki chai hii. Mchana, Mungu Baba bariki chakula hiki. Usiku, Mungu Baba bariki chakula hiki. Haiwezekani. Lazima uzame vilindini kabisa ili uweze kupata nini ambacho kinaendelea. Angalia fungu la 12. Twende shuka kidogo hapo. 6 nenda. Na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji
ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu, tukakaa siku kadhaa. Nenda fungu la 13. Ona maandiko yanavyosema. Siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Wale wanawake kafanyaje? Fungu la 14. Mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Kana imagine kwamba maneno unayoyanena yanatunzwa, yanatapu kwenye moyo wa mtu fulani. Ndio maana sasa fulani aliniambiaga hivi, nisifanye hivi. Yanatapu katika ulimwengu wa roho, yanaingia ndani ya moyo wako, unayakamata, inakuwa ni silaha ya kuweza kushinda. Haleluya. Mtu wa nne, mtu wa Mungu. Mtu wa nne, Esther na maamuzi ya kwenda kwa mfalme. Haya yalikuwa ni maamuzi ya hatari sana, kwa sababu alikuwa amezuiliwa. Hakuna kwenda kwa mfalme, hakuna kwenda kwa... kulikuwa na zuio katika ulimwengu wa roho, kulikuwa na zuio katika ulimwengu wa roho. Lakini cheki Esther alichokifanya. Esther 4:16. Kulikuwa na zuio katika ulimwengu wa roho, na Esther alijua hilo zuio kabisa. 4:16 maandiko yanasemaje? Esther 4:16, nenda ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Susa, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Jifunze hapa, wewe ambaye unapenda watu wakuombewe, ufunge. Nasema mafunga kwa ajili yangu, na wewe unafunga. Sawa huyu jamaa alikuwa kwenye changamoto, Esther alikuwa kwenye changamoto, lakini akaja kugundua kwamba ili changamoto iweze kuondoka lazima niingie kwenye mfungo. Sasa alikuwa anataka kufanya maamuzi makubwa ya kwenda kwa mfalme, ili yale maamuzi yawe sahihi, yawe bora. Na namna gani ya kwenda na kusema? Ona kilichotokea ni kwamba aliingia kwenye maombi ya siku 3, akaomba kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Hakuna aliyeingia kwenye maombi akaangamia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wakati wa jamaa wanaomba ile maombi ya siku 3, walikuwa wanaamrisha zuio katika ulimwengu wa roho litoke. Ndio maana Esther alipoingia kwa mfalme, moja kwa moja mfalme alipata amani ya kumkaribisha. Akasema, niambie Esther mama, unataka nini? Hata nusu ya ufalme wangu niko tayari kukupa. Kilichosababisha pale kuactivate ni nini? Maombi. Leo napenda maombi. Mama, huko mali hapa hakunaga moyo mgumu wa mwanaume. Ishu hujaenda kwenye maombi. Tunaelewana wapendwa? Haujaenda kwenye maombi, haujazama kwenye maombi, haujazama kule katapu kule, afu uone Mungu anavyofanya. Hili zuio liliondoka. Kwa nini? Angalia, ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, hajasema bado, maombi yalishatangulia. Kuna mtu ajenilo hapa. Unapoomba leo, unapoomba hii Januari, maombi yanatangulia mpaka Disemba. Kwa wewe unafika, maombi yalishasawazisha njia. Wewe unafika, mambo yalishatengenezeka. Yalitengenezeka wapi? Uliyatengeneza kwenye maombi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unatakiwa uyatengeneze kwenye maombi, unatakiwa uyaweke kwenye maombi ili yawe yanakutangulia mbele. Ndio maana tunamwona Esther aliposimama tu uani, aliposema, hajazungumza chochote kile. Unaona maandiko yanasema hivi, yeye akapata kibali machoni pake. Baada ya kumwona uso uliotoka kwenye maombi, ndugu yangu, ukionekana vipap, kibali kinapatikana, neema inapatikana. Kwa nini? Kwa sababu hebu niambie, unauza duka mathalani, au una biashara yako, uko kwenye maombi, the more utakapokuwa unasimama na kuwapokea wateja, unaona moyo wako unaambatana pamoja na wao wanakuangalia, sema huyu jamaa ana roho nzuri sana. Hata kama hujaongea, sura yako inasema huyu jamaa ana roho nzuri sana. Sura tu. Kuna mwingine, wewe ni shahidi, kuna mwingine ukimwona unasema huyu jamaa ana roho mbaya. Yaani hata hujaongea naye, hujazungumza chochote kile, au hujawahi kutokea, unasema huyu jamaa ana roho mbaya sana.
Ni kwa nini? Amevikwa ubaya. Sasa hebu niambie, huyu jamaa ana roho mbaya asimame dukani, uone kama biashara itaenda. Wote watakuwa wanatangaziana, yule duka na fulani, yule jamaa ana roho mbaya sana. Duka na fulani ana roho mbaya mno. Ni kwa nini? Amevikwa hilo vazi roho mbaya. Bwana Yesu tusaidie sana. Lakini maombi yanavua vazi ambalo alieleweki, vazi la kukosa kibali, na ghafla maombi yanakupa kibali. Anayekuona anataka afanye kazi na wewe, anashawishika kuwa pamoja na wewe, anashawishika kuwa pamoja. Hujawahi kuona kuna mtu ambaye mkianza kuzungumza naye, anavyozungumza ile maneno yake unakuwa kama vile ana ladha, yanakuwa kama vile kamkate fulani hivi, yanakuburisha ndani ya moyo, unajisikia amani, unajisikia raha, hutaki hata aondoke. Akitaka kuondoka, sema twende wote basi ndugu yangu, hata nikusindikize. Kuna mwingine akija kwako hata nguvu ya kumsindikiza haipo, anasema nenda tu, haina shida. Ila mwingine akija ana kibali, hata kusindikiza maili 100, ataongeza nyingine tena. Kwa nini? Nguvu ya kibali inamsukuma, hataki kukuacha, anajiconnect na wewe, anajua akikuacha tu kuna mese, yani kuna vitu fulani. Sasa yani ukiniambiaga, yani najisikiaga vizuri, yani ukinishaurigi wewe huwa nakuelewa sana. Lakini wengine yule akinishauri ananipotea, ila wewe ukisema mambo yanakaa vizuri. Ni kibali mama. Yule jamaa anaingia magotini, anapambana kwenye ulimwengu wa roho, na mwisho wa siku kile anachokisema kinakuwa na matokeo katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia kibali macho yake. Naye mfalme akamnyoshia Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia, akaigusa nje ya fimbo. Hakuna kuzungumza, alishazungumza mambo ya siku 3 kule. Unaelewa pendwa? Alishazungumza kule, alishamaliza. Kwa hiyo yale maombi yalienda kuzungumza kwenye ufahamu, kwenye ufahamu wa mfalme, kwenye ufahamu wa mfalme. Na yale maombi yalimfanya huyu jamaa hakupata usingizi mjuu, hakulala usiku na mchana. Baadaye maandiko yanaambia kwamba akafungua kitabu, akakumbuka kwamba Mordekai aliwahi kumwokoa. Akafungua kitabu. Unaona? Akafungua kitabu. Alifungua kile kitabu cha kumbukumbu. Kumbe imeandikwa Mordekai alishawahi kufanya jambo. Kumbe lile jambo lilikuwa limesahaulika. Maombi sio tu kuleta kibali, lakini ileta kumkumbusha ya kwamba huyu unayetaka kumuua alishawahi kutenda wema. Bwana tusaidie sana. Huyu unayetaka kumuua alishaangalia. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au hadhi gani Mordekai aliyofanyiwa kwa ajili ya hayo? Watumishi wa mfalme waliomhudumia wakamwambia hakuna alilofanyiwa. Twende kidogo tena. Hakuna alifanyiwa. Angalia. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Haman alikuwa ameingia katika ua nje wa nyumba ya mfalme aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliomwandalia. Wakati Mordekai anaandaa mabaya, ndio wakati huo Mungu anaandaa mazuri katika ulimwengu wa roho. Na mwisho wa siku Mordekai ikagundulika alifanya mambo mazuri. Yale maombi akamkumbusha yule mfalme, akamtendea yaliyo mema. Mungu awakumbushe wale watu wote uliowafanyia mema, ili uweze kupokea baraka za yale mema uliyoyafanya katika jina la Yesu. Unajua unaweza kunafanya mema ukadhania kwamba labda unapoteza muda, unapoteza nini, lakini ile ni mbegu ambayo unaipanda. Anytime inaweza ikaota. Kuna wakati mwingine inaotaga kwenye changamoto. Kwenye changamoto nzito ndio inaota papa. Unaona kuna mtu anatokea, analisolve jambo lako, unabaki na shanga. Kumbe na wewe kuna majira, kuna mtu ulifanya kwake. Ndio maana maandiko yanasema tusichoke kutenda mema.